hakuna woza hapa. Sisi tunajuana, hakuna woza hapa. Mgombea wa kiti cha ubunge eneo la Kilifi North Bwana Eliud Kalama amewakutanisha pamoja waendeshaji bodaboda katika sehemu mbalimbali za kaunti ya Kilifi kupitia mkutano alioandaa hii leo kwa lengo la kuelimisha na kuhamasisha katika shughuli zao za kila siku. Hii leo tulikuwa na mkao huu wa vijana wa sekta ya bodaboda, hususan kuangalia masuala yao ya uchumi, bado kuangalia kwamba waweze kuwekeza. Manake nimeshauriana nao na tukazindua sako yao, na leo ilikuwa ni kuhamasisha wenzao kwamba tunataka tuweke hii sako waweze kujimudu katika sekta hii ya vile watakavyowekeza pesa zao. Kwa hivyo hilo ni swala moja wapo ambalo kwa tutazungumzia. La pili, bodaboda wamekuwa wakisumbuliwa sana na utovu wa usalama. Wamekuwa wengi wakiathirika, wengi wameuliwa, wamepoteza maisha. Kwa hiyo ni masuala ambayo tulizungumza kando, na sasa hivi tunataka tuzungumze na vitengo vya usalama. Tuhakikishe kwamba tunazungumza na kupatana na kushirikiana ni jinsi gani tutaboresha usalama wao. Kwa hiyo hao masuala ambayo ni masuala sugu ambayo tunazungumzia na wakazi hawa na sekta ya bodaboda. Kwa kushirikiana na wagombea wa nafasi tofauti serikalini, Bwana Kalama ametangaza kuwa tayari amewafungulia wanabodaboda sako na kuweka takriban shilingi milioni 1 katika chama hicho ili kuhamasisha utendakazi wao. Tayari nishawapatia mgao fulani wa kufungua ile sako, ambao wamefuata zile nyadhifa zote za kufungua ile sako. Wamechukua zile stakabadhi, wameanza kutengeneza. Alafu baadaye, wajua hii sako hataki iendeshwe kienyeji, nataka iendeshwe kiutaalamu, wafundishwe. Tutawapatia mafunzo maalum ya jinsi watakavyoendesha hii sako. Kwa hiyo sako mimi mwenyewe kama binafsi nawekeza milioni 1, alafu wao watakuwa na vile ambavyo wanaweka shares zao kila siku, alafu tutapata washikadau wengine ambao tayari tumeanza kuzungumza nao ambao watawekeza ndani ya ile sako ya vijana. Aidha, amewataka wanabodaboda pamoja na wananchi kwa ujumla kuchagua viongozi wanaojali maslahi ya wananchi kwa vitendo, akisisitiza kuwa hatua hiyo itachangia pakubwa katika kuleta maendeleo endelevu kwa jamii. Kwanza, kama nilivyozungumza, kitu cha kwanza tunaita kwamba ni stakeholder engagement. Lazima tuhusishe hawa bodaboda kwa usalama wao. Kwanza tuwasikize, alafu pili tuwe na ushirikiano baina ya kitengo cha usalama na bodaboda, wasidharauliwe kama inavyoendelea, kwamba tuchukuayo kwamba hawa viongozi wa usalama wawe wanashirikiana karibu, na wakipewa information ya kwamba kuna mhalifu na hivi na hivi, manake wahalifu wanajulikana na vijana, wawe hatua inachukuliwa ya haraka. Lakini wanaposhikwa, kitu tunataka haki ni kwamba watu wafungwe. Muhimu ni mpaka mtu awe convicted ndio haki hiyo patendeke. Lakini tunakuta kwamba hawa watu wanashikwa, wanapotea na hakufanyiki ile haki ya kwamba ule utaratibu wa ama legal process wa kisheria unafuata kikamilifu. Hayo ndio mambo ambayo mimi nikiingia katika uongozi huu nitakuwa nafuatilia kuhakikisha kwamba mambo yanaenda kisasa. Kwa hivyo lazima tushirikiane na washikadau wote. Nikiripotia kutoka kaunti ya Kilifi, mimi ni Enrico Karisa.